Naam, leo ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026. Nipende kukukaribisha ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii pendwa ya Sauti ya Kitabu. Hii leo tunaendelea na mwendelezo wa tafsiri ya kitabu cha The Richest Man in Babylon, tajiri mkuu wa Babeli. Na hii leo tunaendelea na part 3 ikiwa ni sehemu ya 4 ya kitabu hiki. Nikukumbusha kwa ambaye bado hujajiunga na familia ya Sauti ya Kitabu, unaweza kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele, na kila wakati ambapo tutakuwa tukipandisha parts mbalimbali za tafsiri za vitabu mbalimbali hapa kwenye channel yetu, basi utakuwa ukipata taarifa na utakuwa ukifuatilia kwa umakini na usahihi zaidi. Mimi naitwa Frankie, tupate kuendeleza mwendelezo wa kitabu hiki cha tajiri mkuu wa Babeli. Karibu sana. Kutana na Mungu wa bahati. Kila mtu anatamani kuwa na bahati njema. Katika Babiloni tamaa hiyo ina nguvu leo kama tu ilivyokuwa miaka 1000 iliyopita. Wote tuna matumaini ya kutembelewa na Mungu wa bahati njema. Je, kuna njia ya kumvuta tutembelee? Sio tu atuone, bali atupatie bahati pia. Je, kuna njia ya kufanya mtu awe na bahati? Hili ndilo watu wa kale wa Babiloni walitaka kujua, na ndilo jambo waliloamua kulichunguza kwa makini sana. Walikuwa ni watu wenye hekima na wenye kufikiri kwa makini. Kitendo cha mji wao kuwa tajiri kuliko yote ni ushahidi wa hilo. Zamani hizo hawakuwa na shule wala vyuo, lakini walikuwa na sehemu ya kujifunzia, na walipata elimu yenye kufaa sana. Katika majengo makubwa ya Babiloni kulikuwa na moja lililolingana kwa umuhimu na ikulu ya mfalme, bustani zilizoning'inia na mahekalu ya miungu. Lakini si rahisi kulikuta jengo hilo limetajwa kwenye vitabu vya historia, na mara nyingi halitajwi kabisa. Pamoja na hilo, jengo hili lilikuwa na ushawishi mkubwa sana wakati ule. Jengo hili ni hekalu la elimu. Humo maarifa ya kale yalifundishwa na walimu wa kujitolea, na mambo yahusuyo jamii yalijadiliwa kwa uwazi. Ndani ya jengo hili watu wote walikuwa sawa. Mtumwa wa hali ya chini aliweza kubishana vikali na mwanamfalme. Mmoja wa watu waliopenda kutembelea hekalu la elimu alikuwa ni mtu mmoja tajiri sana aliyeitwa Alkad. Alisemwa ndiye tajiri zaidi katika Babeli. Alipendelea kuingia kwenye ukumbi mmoja. Humu kundi kubwa la watu lilikusanyika kila jioni, wengine wazee na wengine vijana, lakini wengi walikuwa watu wa umri wa kati. Walikusanyika wakijadiliana na kubishana kuhusu mambo yaliyowahusu. Hebu tufanye kama tunawasikia, tuone kama wanajua mbinu za kuvuta bahati. Jioni ya leo jua lilikuwa kama mpira mwekundu, likimulika kwa shida kupitia vumbi la jangwani lililojaa angani. Huu ndio muda ambao Alkad alikuwa anaingia ukumbini. Tayari watu 4 walikuwa wameshafika. Walikuwa wamekaa kwenye mazulia madogo sakafuni. Wengine wengi walikuwa wakiwasili. Tunajadili nini usiku wa leo? Aliuliza Alkad. Baada ya kimya kifupi, mtu mmoja mrefu ambaye alikuwa ni mshona nguo akasema huku akisimama kama ilivyo desturi, nina jambo ambalo ningependa lijadiliwe, ila na sita kulisema lisijaonekana ni la kijinga mbele yenu. Baada ya kutiwa moyo na Alkad na wale wengine kulisema, akasema, leo nilikuwa na bahati. Niliokota pochi iliyokuwa na vipande vya dhahabu ndani yake. Napenda niendelee kuwa na bahati. Nadhani kila mtu anatamani hivyo. Kwa hiyo napendekeza leo tujadili jinsi ya kuvuta bahati. Pengine tunaweza kujua mbinu za kuivuta. Hiyo ni mada nzuri sana, akasema Alkad. Inafaa kujadiliwa. Kwa watu wengine bahati ni kama ajali tu, inatokea bila sababu ya wala lengo lolote. Wengine wanaamini mletaji wa bahati njema ni Mungu wetu mwenye vitu tele, Ashtal. Inasema kuwa tamaa yake ni kuwatunza wale wamfurahishao. Tujadili suala hili rafiki zangu, mnasemaje? Tuchunguze iwapo kuna njia ya kuweza kuivuta bahati. Ndiyo, tuichunguze, lilijibu lile kundi kwa shauku sana. Alkad akaendelea, kuanza mjadala wetu, kwanza tusikie kutoka kwa wale ambao wamewahi kukutana na kitu kilichomkuta mshona nguo, kupata au kupokea kitu cha thamani bila ya kutumia jitihada zozote. Kulikuwa na ukimya, kila mmoja akitegea labda kuna mtu atasema, lakini hakuna aliyesema. Hakuna hata mmoja. Akauliza Alkad, basi bahati ni kitu adimu sana. Nani atoe mwongozo wa jinsi ya kuanza uchunguzi wetu? Ngoja nianze, akaongea kijana fulani aliyekuwa kavalia nadhifu huku akisimama. Mtu anapoongelea kuhusu bahati, si moja kwa moja anakuwa anazungumza kuhusiana na kucheza kamali. Si huko ndiko tunapata watu wakijitahidi kumfurahisha Mungu wa bahati, wakitegemea atawabariki kwa ushindi? Alipotaka kukaa, akasikia sauti ikisema, usikae, endelea kutueleza. Je, wewe umewahi barikiwa na Mungu wa bahati wakati wa kucheza kamali? Je,
Aligeuza kete na kufanya upande wa rangi nyekundu kuwa juu na kuujaza mfuko yako na kumpa hasara mchezesha kamari? Au aliruhusu rangi ya bluu kuwa juu na kufanya mchezeshaji kuchukua fedha yako ulioitolea jasho? Yule kijana akacheka kama wengine walivyocheka, kisha akajibu, naomba nikiri kuwa ilionekana Mungu wa bahati hata hajui kama nipo pale. Vipi kuhusu nyinyi? Mmewahi kumkuta akiwasubiri na akageuza kete ili mshinde? Tunashauka kujifunza. Mwanzo mzuri. Hatimaye akasema Alkad, hapa huwa tunakutana kuangalia pande zote za mada. Kutoacha kuongelea kamari itakuwa ni kudharau kitu ambacho watu wanakifanya kila siku. Kupenda kutumia fedha kidogo kwa matumaini ya kupata kiasi kikubwa. Hilo limenikumbusha mashindano ya farasi. Tena jana tu nilikuwa huko. Akasema mtu mmoja kutoka kwa wale wasikilizaji. Ikiwa Mungu wa bahati hutembelea sehemu za kamari, bila shaka atakuwa anatembelea na mashindano ya farasi. Kwanza farasi na magari yao huvutia zaidi. Hebu tuambie Alkad, jana Mungu wa bahati alikunongoneza kuweka pesa zako juu ya wale farasi wa kijivu kutoka Ninawi? Nilisimama nyuma yako na sikuamini masikio yangu niliposikia ukiweka pesa zako kwa wale farasi. Sote tunaelewa kuwa farasi kutoka Ashuru hawawezi kuwashinda farasi wetu mashindanoni. Je, ni Mungu alikuambia uweke fedha zako kwa wale farasi wa Ninawi? Maana mwishoni kabisa farasi weusi walijikwaa na kuzuia farasi wetu kusonga na kufanya wale wa Ninawi washinde. Alkad akatabasamu baada ya kusikia maneno yale. Tuna sababu gani ya kufikiria miungu inatilia maanani watu wanaocheza kamari za farasi? Mimi najua Ashtar ni Mungu wa upendo ambaye anafurahi kusaidia wale wenye uhitaji na kuwabariki wanaostahili. Hapatikani kwenye meza za kamari wala kwenye mashindano ya farasi, sehemu ambazo watu hupoteza pesa nyingi kuliko wanazopata. Kinyume chake, yeye hupatikana sehemu ambazo watu wanafanya mambo ya maana na wanastahili baraka. Kwenye kilimo, kwenye biashara halali na kwenye kazi zote ambazo binadamu hufanya kujipatia kipato. Pengine sio mara zote mtu atapata, kwa sababu mara nyingine mipango yake inaweza kuwa mibaya au nyakati nyingine hali hubadilika na kuwa mbaya. Lakini akimkalia atafanikiwa. Hiyo ni kwa sababu uwezekano wa kufanikiwa huwa ni mkubwa sana. Lakini vipi mtu anapocheza kamari? Hali inakuwa ni kinyume chake. Uwezekano wa yeye kushinda ni mdogo kuliko ule wa mchezesha kamari kushinda. Mchezo unakuwa umepangwa kumpendelea mchezeshaji. Ni biashara ya mchezesha kamari kutengeneza faida kutoka kwa wachezaji. Ni wacheza kamari wachache hutambua jinsi mchezo unavyompendelea mchezeshaji na jinsi ulivyo dhidi yao. Sasa tuangalie kazi na biashara zetu. Je, si kawaida kuwa tukifanya biashara au kazi za kupata faida hatuoni kuwa ni bahati, bali huona kuwa ni matokeo ya jitihada zetu? Nafikiri inawezekana hatuoni baraka za Ashtar. Inawezekana anatusaidia lakini hatuthamini baraka zake. Ninyi hili mnalionaje? Hapo alisimama mfanyabiashara mmoja mzee na kuweka vazi lake sawa. Kisha akasema, kwa ruhusa yako mheshimiwa na rafiki yangu Alkad, naomba kutoa mchango wangu. Kama umesema mafanikio yetu yanatokana na jitihada zetu, vipi kuhusu mafanikio tuliyoshindwa kuyafikia? Yale ambayo iwapo tungeyafikia tungepata faida kubwa. Si ingekuwa ni mfano mzuri wa bahati iwapo tungeyafikia? Kwa sababu hatukuyafikia, hatuwezi kusema ni baraka tulizostahili. Watu wengi hapa wametokewa na jambo kama hilo. Tuliangalia hilo kwa mtazamo ufuatao. Akasema Alkad, nani kati yenu alikuwa karibu kabisa kupata bahati lakini ikamponyoka? Mikono mingi ilinyoshwa na yule mfanyabiashara mzee ikiwemo. Alkad akamnyoshia ishara kuwa aongee. Kwa sababu wewe ndiye umetoa wazo, tungependa kusikia kutoka kwako. Nitafurahi kuwasimulia hilo. Akasema Alkad, nitawasimulia hadithi ni jinsi gani bahati inaweza mkimbia mtu na jinsi anavyoweza kuiacha iondoke bila kujua na kuishia kupata hasara au majuto. Miaka mingi iliyopita nilipokuwa kijana, nilipokuwa nimetoka tu kuanza kazi ya kuoa, baba yangu alinifuata na kunisihi sana kuhusu kuanza kuwekeza. Mtoto wa mmoja wa rafiki zake alikuwa ameona eneo moja kama kame nje ya kuta za mji. Lilikuwa lipo sehemu ya mwinuko kutoka kwenye mfereji wa umwagiliaji. Hivyo maji hayakuweza kufika. Kijana yule aliandaa mpango wa kununua lile eneo na alitarajia kujenga mashine ya kupandisha maji iliyoendeshwa kwa ng'ombe. Akikamilisha hilo, alipanga kuligawa kwenye vishamba vidogo vidogo na kuwauzia wakazi wa jiji kwa ajili ya kulima bustani. Lakini kijana yule hakuwa na pesa za kutosha kufanya yote haya. Kama mimi tu, alikuwa ni kijana mwenye kipato cha kawaida. Baba yake alikuwa na familia kubwa na kipato cha kawaida kama baba yangu tu. Kwa hiyo aliamua kutafuta watu ambao wako tayari kushirikiana naye kwenye huo mradi. Walitakiwa watu 12 wenye kipato.
Kila mmoja alitakiwa kuchangia 1/10 ya pato lake mpaka pale eneo litakapokuwa tayari kwa kuuzwa. Baada ya kuuza, kila mmoja atapata faida kulingana na alichowekeza. Kijana wangu, aliniambia baba yangu, ningependa uanze kuwekeza ungali bado kijana, ili hapo baadaye uje kuwa mtu wa maana. Napenda kuona ukifaidika kwa kujifunza kutokana na makosa ya baba yako. Natamani sana kufanya hivyo baba yangu. Nikajibu, vema, nashauri ufanye kile nilichopaswa kufanya nilipokuwa na umri kama wako. Kwenye pato lako, hakikisha 1/10 unawekeza kwenye mradi. Kwa kipato utakachopata kutokana na uwekezaji huo, utakuwa tajiri mkubwa kabla hata ya kufikia umri kama wangu. Hayo ni maneno ya hekima sana baba yangu. Natamani sana kuwa tajiri, lakini kipato changu kina matumizi mengi. Sitoweza kufanya kama ulivyonishauri. Ila mimi bado ni kijana, muda bado upo. Hata mimi nilipokuwa na umri kama wako nilifikiria hivyo. Lakini sasa miaka mingi imepita na sijafanya chochote. Nyakati zimebadilika mzee wangu. Nitajitahidi kuepuka makosa yako. Mwanangu, fursa ipo mbele yako. Inakupa nafasi ya kuweza kuwa tajiri, na kuomba usikawie kuitumia. Kesho nenda kamuone kijana wa rafiki yangu na kubaliana naye kuwekeza 10% ya pato lako kwenye mradi. Nenda kesho bila kuchelewa. Fursa haimsubiri mtu yeyote. Siku zinasonga haraka, usichelewe. Pamoja na ushauri mzuri wa baba yangu, lakini sikuweza kuufuata. Kulikuwa na mavazi mazuri yaliyoletwa na wafanyabiashara kutoka mashariki. Zilikuwa nguo nzuri sana. Kwa hiyo nikanunua yangu na ya mke wangu. Ningetumia 10% ya pato langu kuwekeza kwenye ule mradi. Ningekosa vitu hivi vizuri na vingine vingi. Nilichelewa kufanya maamuzi hadi muda ukapita. Najutia sana jambo hili. Mradi ule ulikuja kuleta faida kuliko tulivyofikiria. Hiyo ni hadithi yangu ya jinsi nilivyoacha bahati ipite. Kwenye simulizi hii tumeona jinsi bahati inavyomfuata mtu ambaye anatumia fursa. Alisema mtu mmoja mweusi kutoka maeneo ya jangwani. Ili kujenga utajiri lazima kuwe na mwanzo. Mwanzo unaweza kuwa vipande vichache tu vya dhahabu au fedha. Kile ambacho mtu anatoa toka kwenye pato lake la kuwekeza. Mimi mwenyewe ninamiliki mifugo mingi sana. Nilianza ufugaji nikiwa mvulana tu. Nilinunua ndama mmoja kwa kipande kimoja cha fedha. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa utajiri wangu na ninauthamini sana. Kwanza hatua za kwanza za kujenga utajiri ndiyo bahati yenyewe. Hatua hiyo ndiyo huwabadili watu kutoka wale wanaotegemea kipato kutokana na kazi zao kuwa wale wanaopata kipato kutokana na uwekezaji wao. Wengine kwa bahati nzuri huwekeza wangali bado vijana. Hawa huacha mbali wale wanaowekeza umri ukiwa umeenda, au wale wasioweza kuwekeza kabisa, kama baba wa huyu mfanyabiashara. Kama rafiki yetu mfanyabiashara angeanza kuwekeza angali kijana pale alipopata fursa, leo angebarikiwa kwa utajiri mkubwa hata zaidi. Kama rafiki yetu mshona nguo naye akichukua hatua muda huu, utakuwa mwanzo wa mafanikio makubwa sana. Asanteni. Nami ningependa kusema, akasema mtu mmoja kutoka nchi ya mbali, mimi ni Msiria, siongee vizuri lugha yenu. Napenda kumbatiza huyu mfanyabiashara jina, pengine mtaona si vyema, lakini ningependa nimpe jina. Sijui kwa lugha yenu mnamuhitaji huyu mtu, nikimuita kwa Kisiria hamtaelewa. Naomba mniambie, mnamuhitaji mtu ambaye kila mara anachelewa na kusita kufanya mambo ambayo yanaweza kuwa na faida kwake? Mhairishaji, ilijibu sauti moja. Huyo, alisema Msiria kwa furaha. Akiona fursa haitumii, anasema sasa nina mambo mengi. Kwa heri, tutaongea baadaye. Fursa haiwezi kusubiri mtu goigoi hivyo. Anajua kuwa mtu anayetafuta bahati lazima ataichangamkia fursa. Mtu yeyote ambaye hatumii fursa haraka ni mhairishaji mkubwa, kama huyu rafiki yetu mfanyabiashara. Mfanyabiashara alisimama na kutoa ishara ya kuinamisha kichwa baada ya watu kulipuka kwa kicheko kikubwa. Heshima yangu kwa mgeni wetu Msiria ambaye hajasita kuongea ukweli. Sasa hebu tusikilize simulizi nyingine juu ya fursa iliyopotea. Nani ana simulizi nyingine? Akauliza Alkad. Mimi nina kisa kimoja, akasema mtu mmoja wa umri wa kati aliyekuwa amevaa vazi jekundu. Mimi nafanya biashara ya wanyama, hasa ngamia na farasi, na mara chache kondoo na mbuzi. Hadithi yangu itaonyesha jinsi ambavyo fursa hutokea bila kutegemewa. Pengine ndiyo maana niliacha ipite, mtajionea wenyewe. Siku moja jioni nilirudi jijini kutoka kwenye safari ya siku 10 ya kutafuta ngamia. Safari ambayo sikupata ngamia wowote. Nilipofika Babiloni nilikasirika sana kukuta milango ya jiji imefungwa. Ikatubidi kulala nje ya jiji. Hatukuwa na maji wala chakula cha kutosha.
Watumwa wangu walipokuwa wanatengeneza mahema kwa ajili ya kulala, nilifuatwa na mfugaji mmoja mzee. Naye pia alikuwa amechelewa na kukuta milango ya jiji imefungwa. "Mheshimiwa," alianza kunisemesha, "kwa muonekano wako unaonekana kama ni mfanyabiashara. Kondoo niliokuja nao ni kondoo bora kabisa. Mke wangu yupo kitandani kwa kuumwa. Ninatakiwa kurudi nyumbani haraka. Nunua kondoo wangu ili mimi na watumwa wangu turudi bila kuchelewa." Ilikuwa ni giza sana kiasi ambacho sikuweza kuona kondoo wake, lakini kutokana na milio yao nilitambua kuwa walikuwa wengi sana. Baada ya kuhangaika siku 10 na kukosa ngamia, nilifurahi kufanya naye biashara. Kwa sababu ya kuwa na haraka, alinitajia bei nzuri sana. Nikakubali, nikatarajia asubuhi tutawaingiza kondoo jijini na kuwauza kwa faida kubwa. Tukakubaliana, kisha nikawaita watumwa wangu walete taa ili tuwahesabu wale kondoo. Yule mfugaji alisema ana kondoo 900. Nisiwachoshe na maelezo ya jinsi ilivyo vigumu kuhesabu kundi kubwa la kondoo wenye njaa na kiu gizani. Lilikuwa zoezi gumu sana. Nikamwambia yule mfugaji kuwa nitawahesabu asubuhi kukicha na nitamlipa wakati huo. "Tafadhali mheshimiwa," aliniomba, "basi nilipe theluthi 2 ya pesa leo usiku ili niende zangu. Nitamwacha mtumwa wangu mwenye uelewa ili akusaidia kuhesabu ifikapo asubuhi. Yeye ni mwaminifu na utampatia pesa iliyobaki." Nilikuwa mjeuri na nilikataa kulipa usiku ule. Asubuhi ilipofika, kabla sijaamka, milango ya jiji ilifunguliwa na wanunuzi 4 walitoka wakitafuta kondoo. Walikuwa na mchecheto wa kununua, tena kwa bei kubwa, sababu kulikuwa na uwezekano wa jiji kuzingirwa, hivyo kulikuwa na uhaba wa chakula. Walinunua kondoo wale kwa bei mara 3 zaidi ya ile niliyoambiwa jana usiku. Hivyo ndivyo nilivyoruhusu bahati ya Dimu iniponyoke. "Hiki ni kisa cha tofauti sana," akasema Alkad. "Kinatufundisha nini?" "Kinatufundisha kuchukua hatua haraka iwapo tumeona biashara ni nzuri na haina tatizo," alisema mtu mmoja wa makamo ambaye kazi yake ilikuwa ni kutengeneza matandiko ya wanyama. "Kama biashara inaonekana kuwa ni nzuri, je, hatuhitaji kujilinda dhidi ya udhaifu wetu kama tu tunavyojilinda dhidi ya binadamu wengine? Binadamu ni viumbe tunaobadilika sana. Lakini niseme kuwa mara nyingi tunabadilika tunapokuwa sahihi kuliko tunapokuwa tumekosea. Tukikosea tunakuwa wajeuri, tukiwa sahihi huanza kujizungusha hadi fursa inapotea. Kawaida maamuzi yangu ya kwanza huwa ndio bora zaidi, lakini bado mara nyingi hujikuta na sita kukamilisha biashara ambayo imeonekana ni nzuri. Ili kujilinda na udhaifu huu, mara nyingi mimi hukamilisha biashara zangu haraka sana. Hili hunisaidia kuepuka majuto ya kupoteza bahati." "Asanteni sana. Ningependa kuongea tena," akasema Msilia akiwa amekwisha simama. "Hizi hadithi zinafanana. Katika zote fursa ilipotea kwa njia ile ile. Kila mara fursa inawafuata wahailishaji ikiwa na mpango mzuri, lakini mara zote wanasita, hawajiambii huu ndio muda wa muafaka, nifanye haraka. Mtu unawezaje kufanikiwa kwa mwendo kama huo?" "Maneno ya busara sana rafiki yangu," akasema mfanyabiashara ya mifugo. "Kwenye simulizi zote bahati ilipotea kwa sababu ya kusitasita na kuahirisha mambo, lakini mara zote fursa zinapotokea, roho ya kuahirisha na kusitasita inatuambia ngoja kwanza. Kwa kuisikiliza tu na kuwa maadui wetu wenyewe, tena adui mbaya. Wakati ningali kijana sikulijua hili kwa namna aliyoongelea rafiki yetu Msiria. Mwanzo nilifikiri kwamba maamuzi yangu mabaya ndiyo yalisababisha nikose fursa nyingi zenye faida. Baadaye nikafikiri ni sababu ya jeuri yangu. Mwisho ndipo nikagundua ni kitu gani hasa, tabia ya kusitasita na kuahirisha bila sababu ya msingi badala ya kutenda kwa haraka na kwa akili. Baada ya kuijua, nimeichukia sana, kwa hasira za punda wa polini aliyefunga kwenye gari la farasi lililojichomoa kutoka kwa huyo adui wa mafanikio yangu. "Asante, ningependa kumuuliza mfanyabiashara swali," alisema Msilia. "Wewe unavaa mavazi bora, si kama wavaavyo maskini, na hata ongea yako ni kama ya mtu aliyefanikiwa. Hebu tuambie, hadi sasa bado unasikia sauti ya kuhairisha mambo ikikunong'oneza masikioni?" Kama tu rafiki yetu mfanyabiashara ya mifugo, mimi pia ilinibidi kushinda tabia ya kuhairisha mambo, alisema mfanyabiashara. "Kwangu ilikuwa ni adui ambaye alitazama mafanikio yangu. Kisa nilichosimulia ni kimoja tu, ila vipo vingi vinavyoonyesha jinsi nilivyopoteza fursa. Ukijua tabia hii ni rahisi kuishinda. Hakuna mtu anaweza kumruhusu mwizi aibe gara yake ya nafaka kwa hiari."